Habari za jioni ndugu waandishi wa habari. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa maana wote ni wazima wa afya na hata nyinyi ambao tunawatazama tunaona ni wazima wa afya. Lakini cha pili tunatoa shukrani zetu za dhati kwa nyinyi waandishi wa habari kwa maana mmeweza kufika kuja kufanya kazi yenu ambayo ni kazi ya wito, kazi ya kuhabarisha umma, kazi ambayo imekuwa sehemu ya kujenga taifa letu la Tanzania. Mnaotuona mbele yenu hapa, mimi naitwa Elia Faustini, niko na bwana ndugu Stanislaus. Sisi ni waumini wa dini ya Kikristo, lakini pia ni kutoka dhehebu la kanisa Katoliki. Tuko mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa ama kuwapa taarifa ya habari ambayo tumeiandika kuipeleka katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Taarifa ambayo ndani yake tumeambatanisha ama tumeorodhesha mambo kadha wa kadha kutokana na matamko ama matamshi yaliokuwa yanatolewa na katibu wa teki kwa maana Dr. Charles Kitima. Wote ni mashahidi, tunafahamu yale ambayo yanaendelea, tunafahamu nini kilitokea, tunafahamu matamko ambayo mbalimbali yamekuwa yakitoa Padri Kitima. Kuna mambo mengi yamekuwa yakizungumza ambayo ukiangalia ndani yake ama ukifafanua ndani yake hayana afya. Hali ambayo inapelekea kuonekana kwa maana ya waumini wote wa Katoliki wamekuwa sehemu ya hali ambayo anazungumza yeye. Sasa Baraza la Maaskofu wa Katoliki nchini lina wajibu wa kufanya kazi kwa maana ya kuwatumikia pia waumini wa Katoliki. Lakini pia sisi kama waumini tuna wajibu wa kuwaeleza watu wetu kwenye baraza hilo kwa maana wajumbe na katibu mwenyewe kwamba hiki na hiki kiko sahihi, hiki na hiki hakiko sahihi. Kuna mengi ambayo amekuwa akiyafanya Padri Kitima ambayo yamekuwa ni mambo ambayo unaona wazi ama unaona kwa macho ya tatu kwamba huyu mtu anaongea vitu kutokana na hisia zake mwenyewe, anaongea vitu kutokana na hisia za kisiasa, kitu ambacho kwenye dini si kitu sahihi. Kwa hiyo mimi nisio mwongeaji sana, nitamkaribisha bwana Stanislaus atawaeleza.